أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sana anasema mvua ya fadhili za Mwenyezi Mungu ambayo kwa mujibu wa ahadi ya Mwenyezi Mungu inanyesha kila siku juu ya jumuiya ya mtumishi mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habari zake zinatajwa katika ripoti ya jalsa, na nilikuwa nimeeleza katika jalsa kwamba kueleza ripoti zote ni kazi ngumu katika muda mfupi. Jinsi Allah anavyoleta fadhili zake na kwa namna gani Allah anavyofungua mioyo ya watu kuhusu jumuiya na anaimarisha imani zao, na jinsi Allah anavyowaangamiza maadui. Yapo matukio yasiyohesabika, watu wanaendelea kuendika, na nitaeleza machache katika hutuba ya leo, kwani matukio haya yanakuwa sababu ya kuimarisha imani za Waahmadia. Kwa namna gani Mwenyezi Mungu anavyoendelea kuleta watu wenye tabia njema katika jumuiya kwa kupitia tabligh, na matawi mapya yanaendelea kupatikana. Kuhusu hiyo, katika Kongo Kinshasa ambapo tuna redio yetu ya FM, mwalimu wa huko Bwana Hamid Saheb anaandika ya kwamba katika mji wa Wera, kwa kusikia kipindi cha redio yetu, imamu wa msikiti mmoja aitwa Isa Sahab akatupigia simu na kisha akaja kwenye Mission House, akaelewa ujumbe wa jamaat na akafanya bayat, na pamoja na kufanya bayat akaenda kufanya mahubiri katika kijiji chake kiitwacho Kileba Ndiri, na kwa sababu ya mahubiri yake watu wapatao 24 wakaingia katika jumuiya. Mbashiri wa jamaat alipoenda kuitembelea jamaat ile, watu 8 wakafanya bayati, na hapo jumuiya imepatikana huko. Upande mmoja kuna imamu mwenye asili njema, yeye kwa kusikia ujumbe wa jamaat Mungu alimjalia na anamjalia kujiunga na jamaat, na upande wa pili wapo maulama wa Kipakistan ambao hawajui lolote isipokuwa kuipinga jamaat tu. Katika mkoa wa Kongo Kinshasa, Maindombe, kwenye kijiji chake kuna mwalimu wa jamaat aitwaye Umar Munawar. Yeye alienda kufanya mahubiri na kisha akaenda kutembelea msikiti moja wa Wahabi na akagawa vipeperushi kwa watu. Baadhi ya vijana wenye shari wakatoka nje ya msikiti na wakaanza kupiga kelele na wakaanza kumpiga mwalimu mawe. Watu wanasema kwamba katika Afrika watu si wasomi, hivyo wanasikia tu maongezi yao. Huzur amesema hapana, hata huko pia upinzani upo. Mwalimu saheb akiendelea kujisalimisha na mawe akaendelea kuwahubiri watu wengine, na watu waliokuwepo kule kwa kuona subira na uvumilivu wa mwalimu wakapata athari kubwa sana.
na watu walikuwa wametoka nje wakaaja tena miskitini na wakaanza kusikiliza mahubiri ya mwalimu. Wakamuuliza maswali kuhusu jamaat na maswali yao yakajibiwa. Kijana mmoja mwenye shari ambaye alikuwa anaipinga jamaat kwa sauti kubwa akasema kwamba nyini mnakwenda london na mnafanya hija, ilhali mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hija zote katika makka. Mwalimu sahib akamuuliza kwamba niambie ya kuwa mtume saa salam alikuwa amefanya hija ngapi. Hapo kijana huyo akasema kwamba mtume saa salam tangu alipozaliwa akafanya hija katika umri mzima. Mwalimu akasema kwamba mtume saa salam alifanya hija moja tu. Imamu wa miskiti na watu wenye umri mkubwa wakamkaribia kijana huyo mwenye shari wakisema kwamba wewe unasambaza ufisadi. Kisha wenye kufanya ufisadi wakahisi majuto na wakaondoka. Baadaye imam saheb akamchukua ujumbe wa jamaat na kwenda nao nyumbani ambapo walikuwepo maimam wawili wengine na kulikuwa na watu wengine. Hivyo watu wapata 40 na wawili wakipata athari ya mahubiri ya jamaat ya ahmadia wakafanya bayat, na hapo pia jamaat moja mpya ikapatikana. Imam Tamane wa Gini Bisau anasema kwamba hadi leo tumeendelea kusikia kuhusu jumuiya ya kwamba nini hamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na Qurani na hadisi, lakini leo tumeona kipindi cha jalsa. Anasema leo kwa baraka ya jalsa tulimwona khalifa wenu na tumemsikiliza. Yeye ametoa nasaha kuhusu Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qurani na hadisi tu. Anasema kwamba leo nimepata yakini ya kwamba hiyo ni propaganda ya uongo inayofanywa zidi ya jamaati, na daima propaganda ya uongo inafanywa zidi ya jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Imamu huyo akasema kwamba kuanzia leo mimi naingia katika jumuiya ya Ahmadia na nitawahubiri watu wangu wote kuhusu jamaat. Kwa fadhili ya Allah anaendelea kufanya mahubiri, na kwa sababu ya mahubiri yake matawi mapya yanaendelea kupatikana. Huzur amesema kwamba wapinzani wetu waliopo nchini Pakistan wasitupinge tu kwa njia ya kupinga, bali wasome mafundisho yetu, waelewe, na kisha kama kuna shutma basi walete, kama kuna swali walete. Na ndiyo maana Masihi Maud pia amesema mara kwa mara kwamba nini, msinipinge bali kwanza musikilize kile nachosema. Amir saheb wa Liberia aliandika jinsi Allah anavyotusaidia japokuwa tunapingwa vibaya. Miaka miwili kabla katika mji wa Nimba County uitwao Ginagile, watu wachache waliingia katika Ahmadia. Mwanzoni walikuwa wakitokana na Ukristo au walikuwa wapagani. Baada ya bayat mpango ukapangwa ili kuwalea katika waranda ya nyumba moja. Mwalimu wetu Murtaza saheb siku moja baada ya swala akawahimiza watu kufanya dua kwamba Mwenyezi Mungu atujalie uwanja ufao ili kujenga misikiti. Eneo hilo limejaa na Wakristo na wapagani, na watu hawa wanawachukia Waislamu. Hivyo ilikuwa kazi ngumu kupata uwanja wa misikiti. Walikuwa wakishauriana, ndipo mtu mmoja bwana Dehen aliyekuwa mpagani na hakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu alikuwa ameketi. Yeye akainuka na akasema kwamba Mbashiri tangu alipoanza kuja katika kijiji changu nimeona hulka yake njema, anakutana na watu wote, anakula kwenye chombo kimoja tu. Hata mimi nisiye mwamini Mungu na mimi ni mlevi chakari, anakuja kwangu na ananijulia hali. Sijawahi kumwona mtu wa namna hiyo mwenye hulka njema. Nina kiwanja na nilikuwa na nia ya kujenga nyumba, leo na kitoa kwa ajili ya misikiti. Na baada ya siku chache akafanya bayat na akaacha kunywa pombe. Mabadiliko haya yakatokea kwake na akazidi kwenye ikhilasi.
na akazidi sana kwenye ikhilasi mpaka watu wakaona kwamba mtu huyo amebadilika kabisa. Sasa hapo kazi ya ujenzi wa misikiti ilianza. Watu wakaenda kulalamika kwa chifu kwamba msikiti usijengwe, lakini bwana dehan akasema kwa ujasiri kwamba nimetoa kiwanja kwa ajili ya misikiti, hivyo misikiti lazima utajengwa. Hivyo msikiti ukakamilika, na huu ni msikiti wa kwanza katika eneo hilo ambao jina lake ni msikiti wa Nur. Hivyo watu wasio waislamu na wapagani, wale ambao hawamwamini mwenyezi mungu, wao pia kwa fadhili na msaada wa mwenyezi mungu wanaendelea kupata yakini juu ya dhati ya mwenyezi mungu, bali wakiielewa islam kuwa dini kweli wanaendelea kukubali islam. Katika nchi ya burundi kuna kijiji kimoja kiitwacho Nyanza Lake. Hapo pia jumuiya inapingwa vikali, kwani wapo waislamu wengi kwenye eneo hilo. Imamu wa msikiti wa wasuni alifanya juhudi kubwa ili msikiti wa jumuiya ufungwe. Akakutana na viongozi wa serikali lakini hakufanikiwa. Mwalimu wetu Hamza Nduwimana akamwita imamu wa msikiti huo ili kufanya naye maswali na majibu. Katika kipindi hicho wakaongea juu ya kifo cha nabii Isa. Mwalimu saheb alipothibitisha kifo cha nabii Isa kwa kutumia hoja za Qur'an tukufu, mtu huyo yani imamu huyo hakuweza kumjibu, lakini akaanza kubishana na mwalimu. Hapo mkristo mmoja akasimama na akaunga mkono na itikadi ya jamaat na akamwambia imamu huyo kwamba jumuiya ya ahmadia ni jumuiya ya kiislam. Islamu yako haieleweki, lakini islamu yao inaeleweka. Upande wa pili maimamu wa msikiti ule wakaanza kubishana na serikali ikalazimika kuingilia kati na msikiti wao ukafungwa kwa miezi 3. Yani wale waliokuwa na mpango wa kufunga misikiti wetu, hali yao ikawa hivi kwamba misikiti wao ukafungwa. Sasa njia hiyo inaendelea kushikwa na maulamaa wa kijina kwamba misikiti ya Wahmadia ifungwe nchini Pakistan, au kama inavyofanywa nchini Pakistan, kama misikiti haifungwi basi bomweni minara yao. Sasa kanuni ya Pakistan haisemi kwamba Wahmadia hawaruhusiwi kujenga minara, lakini serikali imelazimika kupiga magoti mbele ya maulama hawa wa kijina. Kwa vitu vile wanaendelea kufanya juhudi ili waweze kuleta hasara kwa jamaati, lakini inshallah siku moja hao wote watakufa kifo chao. Nchini Pakistan tumepigwa marufuku ya kuchapa Qurani tukufu. Hatuwezi kutafsiri, hata kuchapa Qurani tukufu kama matini pia ni kosa lisilosamehewa, bali baadhi ya watu wameteswa na kesi zikaingizwa kwenye polisi kwamba kwa nini mlikuwa mnasikia Qurani tukufu. Sasa hii ndiyo islam ya waislamu hawa wa kijina. Mamula wameharibu dini ya kiislam, na zidi yake jinsi Allah anavyoendelea kutufungulia njia. Sisi katika nchi mbalimbali za dunia tunaendelea kusambaza na kuchapisha Qurani tukufu, na Qurani tukufu yani tafsiri zetu zinapendwa, haswa tafsiri ambayo hata iwe katika lugha yoyote inawavutia watu. Mwalimu mmoja wa Dar es Salaam Tanzania alisema kwamba yeye alienda kugawa vipeperushi katika eneo moja kwenye sehemu moja, na pia anauza vitabu vya jamaati, na kwa sababu yake anapata watu ili kufanya mahubiri. Siku moja
anasema kwamba siku moja mtu mmoja alinipigia simu aliyekuwa mbali kama kilomita 30 na akasema kwamba anataka kununua tafsiri ya Qur'an tukufu kwa Kiswahili. Mwalimu sahib akamwambia kwamba anaweza kupata Qur'an tukufu katika maeneo yaliyo karibu yake, lakini mtu huyu akasema kwamba mimi napenda sana tafsiri ya jumuiya, wengine wamefanya tafsiri lakini tafsiri ya jamaat naipenda sana kwani akili inakubali tafsiri hiyo, hivyo nataka kununua Qur'an tukufu hiyo hiyo. Katika nchi ya Mali kuna mbashiri Bilal sahib anasema kwamba jumuiya ilipata bahati ya kufanya maonyesho ya Qur'an tukufu. Mwanafunzi mmoja akaja akaambiwa kuhusu tafsiri ya Qur'an tukufu kwa Kifaransa kwamba tafsiri hii ni bora zaidi kuliko tafsiri zote. Hapo kijana akasema kwamba katika nyumba yake ipo tafsiri ya Qur'an tukufu ambayo ni bora zaidi kuliko tafsiri ya jamaati. Yeye akaenda nyumbani kwake na akaleta Qur'an tukufu na akatumia zaidi ya saa moja ili kuthibitisha kwamba tafsiri yake ni bora kuliko tafsiri ya Waahmadia, na akaendelea kufanya malinganisho kati ya tafsiri zote. Alikuwa na tabia njema yenye uadilifu, akalazimika kusema mwishowe kwamba tafsiri ya jamaat ni bora zaidi, na kwa hakika kuelewa Qur'an tukufu kwa kutumia tafsiri hiyo ni rahisi sana. Na kisha akanunua nakala moja na akaenda nayo. Mafundisho ya kweli ya Islam na imani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi inavyopatikana kwa Waislamu kwa kupitia mafundisho ya jamaat na vitabu vya Masihi Maud Islam, wale ambao wana tabia njema, jinsi wanavyopata athari yake. Naeleza tukio moja. Wakati wa maonyesho ya Johat, rafiki moja Jelimus sahib akaja. Yeye ni muhandisi kwenye kompyuta na akaanza kuangalia picha ya Masihi Maud Islam na vitabu vya jamaat. Baada ya muda bwana huyo akaelekea kwa mbashiri na akasema huku machozi yakidondoka kwamba leo kama nimesimama mbele yako nikiwa Muislamu, sababu yake ni jumuiya ya Ahmadiyya tu. Jumuiya imefanya hisani kubwa juu yangu. Akaulizwa kwamba je, wewe ni Ahmadiyya na jamaat imefanya hisani gani juu yako? Akasema mimi si Ahmadiyya, lakini ilikuwa karibu mimi niwe mpagani, lakini katika nyumba yangu baba yangu alikuwa na vitabu vya jamaati ambavyo vilikuwa vimeandikwa na Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani. Nikavisoma vitabu vile, na katika vitabu vile Mirza Sahib jinsi alivyokuwa ameeleza hoja kuhusu Mwenyezi Mungu, hoja zile zikafungua macho yangu, na mimi sikuwa na jinsi na nikawa na imani juu ya zati ya Mwenyezi Mungu. Hivyo watu waliowapagani wanapata imani kwa mara nyingine tena kwa kutumia vitabu vya jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Kisha akasema kwamba mimi naendelea kusoma kuhusu jamaat kwa kutumia tovuti yake, na hoja ambazo jumuiya inazieleza katika haki ya Islam zinaimarisha imani yangu na elimu yangu inaongezeka, na kwa sababu ya jumuiya ya Ahmadiyya mimi ni Muislamu. Katika dunia ya kimagharibi, pale ambapo kwenye nchi mbalimbali Qur'an tukufu heshima yake inaendelea kuvunjwa, kwa mfano katika nchi ya Sweden au Denmark, katika nchi hiyo hiyo au nchi hizo hizo mafundisho ya Islam mazuri yanapoelezwa, basi mtazamo wa pinzani unabadilika. Leo ni jumuiya ya Ahmadiyya pekee ambayo inaendelea kufanya juhudi ya kupandisha daraja ya Qur'an tukufu na kuwaambia watu kuhusu mafundisho yake sahihi. Mwanamke mmoja Mjerumani akasema ilikuwa imeandaliwa maonyesho ya vitabu vya jamaat na Qur'an tukufu, na kwenye maonyesho hayo kulikuwa na mambo mbalimbali kuhusu Islam, na zilikuwa zimewekwa kumbukumbu za Qur'an tukufu na hadisi kuhusu mada mbalimbali ambazo zilikuwa zikidhihirisha kwamba Islam si dini yenye msimamo mkali. Hapo mwanamke huyo akasema kwamba jumuiya yenu imeweka mbele yetu Islam kwa kuirahisisha. Sasa sioni sababu ya kuipinga Islam au sioni sababu ya kuipinga Qur'an tukufu.
na uchapishaji wa Qur'an tukufu na mafundisho ya islam yani vitabu jinsi vinavyoleta athari kwa watu. Kuhusu hiyo naweka mbele yenu tukio moja. Katika maonyesho ya Golaghat kuna profesa moja ni muislamu aitwaye Shabana Yasmin sahiba. Mwenye kutuma ripoti anasema kwamba mama huyo alipokuja kuangalia maonyesho yetu akafurahi sana na akaja na akachukua tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Asami, na kisha akamwambia profesa wake kwamba leo ndoto yangu moja imetimia. Nilikuwa naitafuta tafsiri katika lugha ya Asami tangu muda mrefu. Nilikuwa na mwalimu moja ambaye alikuwa ameniomba nimpatie tafsiri ya Kiasami, lakini mimi sikuwa na tafsiri hiyo, hivyo nikashindwa kumpatia, na nilikuwa nahisi majuto sana kwamba mimi ni Muislamu. Baada ya kifo cha mwalimu wangu leo nimepata tafsiri hiyo ya Qur'an tukufu. Hata kama bei yake ingekuwa maelfu ningeinunua tu. Hii ni fadhili ya Mwenyezi Mungu tu kwamba katika maeneo haya yaliyo mbali ambapo waislamu hawana Qur'an tukufu na vitabu vingine vya Kiislam vya msingi, hapo jumuiya ya Ahmadiyya ikiandaa maonyesho inaendelea kutimiza mahitajio yao ya kidini na kiroho. Kisha katika maonyesho ya Dimaji kuna mwanamke Banti Dobaras. Mama huyo anaendelea kujenga mandhari ya Lord Shiva na anafanya mahubiri ya dini yake. Huyu ni Muhindu. Alipokuja kuangalia maonyesho yetu akashikwa na mshangao akisema kwamba katika eneo hilo ambapo waislamu ni wachache, nini mmeandaa maonyesho ya vitabu vya Kiislam? Akaja kuangalia na akafurahi, na siku ijayo akaja tena na akawaletea wahuduma wote matunda, na kwa kuona Qur'an tukufu akafurahi sana na alinunua Qur'an tukufu na akasema kwamba leo nini mmetimiza ndoto ya maisha yangu. Na yeye akabusu Qur'an tukufu na pia akawaambia kwamba wachukue picha yake pamoja na Qur'an tukufu. Czech Republic ambayo ni nchi moja ya Ulaya Mashariki, Mbashiri anasema kijana moja akaja kwenye maonyesho ya vitabu akasema kwamba nimefikia natija hiyo kwamba Mwenyezi Mungu yupo, lakini nilikuwa sielewi kwamba dini gani inaweza kunifikisha kwa Mungu. Mimi nikafanya tahqiq kuhusu dini nyingi kwa muda mrefu, na sasa nimefikia natija hiyo kwamba jumuiya ya Ahmadiyya inatoa utatuzi wa maswala yote, na hapo moyo wangu umetulia na mimi nahisi ruhaniyat. Sasa mamula watuambie kwamba ni nani ambaye anaendelea kuwafikishia watu mafundisho ya Qur'ani tukufu. Jinsi Allah anavyotufungulia njia za mahubiri, pia kuna matukio yenye kusisimua imani. Nchini Pakistan sisi tumepigwa marufuku, lakini katika sehemu zingine kwenye nchi zingine japokuwa kuna vizuizi, lakini Mungu anaturahisishia. Mbashiri wa Guinea Bissau anaandika kwamba mwezi wa Desemba mwaka jana niliitembelea Cape Island, na wakati wa ziara yangu nikahisi sana kwamba jumuiya yetu iwe na matangazo ya redio ambayo kwa kupitia kwayo tunaweza kufikisha ujumbe wa jamaat kwa kasi. Lakini japokuwa tulifanya juhudi kubwa, lakini hatukuweza kusajili jamaat, na ndiyo maana hatukuweza kupata vipindi vya redio. Anasema kwamba baada ya kumaliza ziara yangu nikapeleka vipeperushi vingi kutoka Guinea Bissau na vikasambazwa huko. Anasema kwamba rafiki mmoja baada ya kusoma kipeperushi akatupigia simu na akasema kwamba nataka kujua zaidi kuhusu jumuiya. Hivyo nikakutana naye, akaambiwa kuhusu jumuiya. Ye akasema kwamba kwa nini hamwaambii watu mafundisho yenu kwa kutumia redio? Tukamwambia kwamba tunafanya juhudi, lakini bado hatujapata kipindi cha redio. Mtu huyo akasema kwamba nina radio station yangu, mimi ni mkurugenzi wa redio katika masuala ya usajili, mnaweza kufanya vipindi vyenu kwenye redio yangu na mnaweza kusambaza ujumbe wa jamaat. Hivyo Mwenyezi Mungu akatufungulia njia mpya.
kisha mbashiri wa mali anaandika kwamba katika jalsa salana ya mali kwenye kijiji kimoja cha mkoa wa kolikoro rafiki moja ahmature akaja na akaeleza kwamba wakati huu nchini mali kuna zehebu ambalo halitoi umuhimu kuhusu swala au nguzo za islam. huo ni mtazamo wao na watu hawa hawatoi umuhimu kuhusu swala au nguzo za islam lakini ni waislamu, lakini wahamadia si waislamu. mtu huyu akasema kwamba mimi pia ni mjumbe wa zehebu hilo lakini moyo wangu hautulii. alikuwa na tabia njema. alisema kwamba kusema tunasema kwamba hatuhitaji swala wala nguzo za islam lakini moyo wangu hautulii kuhusu itikadi hiyo. siku moja akafungua redio na ilikuwa redio ya jamaat ahmadia na kwenye kipindi kile mwalimu alikuwa akifundisha njia ya kuswali swala. ye akasikiliza kipindi kwa umakini na hapo moyo wake ukapata yakini kwamba watu hawa ni waislamu wa kweli. lakini watu wa kijiji chake wakamwambia kwamba maulamaa wamewafukuza wahamadia nji ya islam. ye akasema kwamba nimewaona watu wakiswali na swala ya tahajudi. hapo moyo wangu ukapata utulivu. sijui mengi kuhusu dini lakini jinsi ninavyojua kuhusu islam leo nimeona kwa macho yangu, hivyo naingia katika jumuiya. kitabu cha mwisho cha sheria yani kurani tukufu ambayo kusoma au kusikiliza usomaji wake au hata kuweka kama nisemavyo wahamadia wampigwa marufuku nchini pakistan na ni kosa kubwa. ni kitabu hicho ambacho kwa kupitia kwacho jumuiya ya ahmadia inaendelea kufikisha ujumbe wa islam duniani kote na inaendelea kuirekebisha dunia. mbashiri wa micronesia sherjil saheb anasema kwamba muda mchache kabla mtu mmoja simon geden akawasiliana nasi na akanunua kurani tukufu. muda ukapita juu yake. siku moja akanitumia ujumbe kwamba anataka kukutana nami. alipokuja miskitini akasema kwamba nimesoma biblia katika maisha yangu yote lakini japokuwa nimefanya juhudi lakini mafundisho yake hayaingii moyoni mwangu, nashindwa kuyaelewa. lakini tangu nilipoanza kusoma Qur'an tukufu nahisi kwamba kila neno lake linaingia moja kwa moja moyoni. alikuwa akishangaa kwamba kivipi hiyo inaweza kutokea, kwamba nilikuwa nimekosea maisha yangu yote na nikakosa mafundisho ya Qur'an tukufu. akaenda kwa mama yake na akamwambia kwamba naenda misikitini na nataka kuingia katika islam. kulikuwa na jamaa zake, wao wakasema kwamba unaenda kufanya kazi mbaya sana na wakamkaripia mno. hapo bwana huyu akasema kwamba mufanye mnachotaka kufanya, lakini mimi nimekusha silimu kwa moyo wangu wote. na simon sahab akaniambia habari hiyo. aliponiambia habari hiyo machozi yakaanza kudondoka machoni mwake na mtu huyo akaingia katika jamaat na sasa kwa ujasiri mkubwa anafanya mahubiri ya islam. kwa kupitia jumuiya ya ahmadia namna gani katika nchi mbalimbali za dunia watu wenye tabia njema wanavyoingia katika islam. amir sahab wa hispania anaandika kwamba mtu mmoja mhispania francisco pesvis saheb alifanya tahkik kwa muda mrefu na akasilimu januari 2023. alikuwa akielewa kwamba islam ni dini ya kweli, lakini kwa kuona hali ya waislamu alikuwa akipata wasiwasi, na alikuwa anaelewa kwamba baada ya zama ya Ali radhiallahu anhu waislamu hawakuweza kujumuika. alikuwa amesoma historia na alisema kwamba kwa kupitia nizamu ya ukhalifa tu waislamu wanaweza kupata umoja tena, lakini apate wapi nizamu ya ukhalifa? Machi 2023 akawasiliana na Muhammadia Tariq Saheb. ye akamshauri kufanya tahqiq kuhusu Ahmadia. ye akafanya tahqiq kwa miezi 3 na kisha akapata utulivu na akafanya bayat na anakuja kuswali Ijumaa bila kukosa. kutoka Tajikistan mtu mmoja Khurumuf Targan Saheb anaishi nchini Kyrgyzstan anasema kwamba mimi nafanya kazi katika mji wa Kashgar na ninapofanya kazi
wahamadia pia wapo, na ye akataja majina ya baadhi ya wahamadia. Anasema kwamba nikaongea nao kwa miaka 3 kuhusu ahmadia, na baada ya kufanya maongezi nao nikapata yakini kwamba ahmadia ndiyo islam kweli, na imam mahdi alah salam ndiye masihi maud, na masihi wa nasra amekwisha fariki dunia. Hivyo nikafanya baiat na kuingia katika jamaat. Kisha alifanya maombi kwamba muniombee Mungu anijalie kuitumikia dini na niwe mcha Mungu, na anijalie niweze kutimiza na kutekeleza masharti 10 ya bayati. Mbashiri wa Urusi Atalwahi Saheb anasema kwamba Mwenyezi Mungu alimjalia kijana mmoja kujiunga na Islam Ahmadia. Mwaka 1.5 kabla nilikuwa nimewasiliana naye. Ni kijana anaishi kwenye kijiji kadogo. Baba yake alikuwa amekwenda mbali na dini, lakini mke wa Marcel alikuwa akitokana na zehebu la Kikristo la Orthodox. Hivyo Marcel, kijana huyo, kaka yake ni Mkristo, lakini kijana huyo kwa sababu ya baba yake akaelekea upande wa Islam, kwani baba yake alikuwa Muislamu. Kijana huyo akakubali Islam kwa sababu ya baba yake, akakubali Uislamu wa Kisuni. Lakini hata hivyo, baada ya kukubali Islam, kijana huyo anasema kwamba alikuwa na maswali mengi kuhusu mafundisho ya Islam ambayo maimamu wake hawakuweza kumpatia majibu, na hapo wasiwasi zake zikaendelea kuongezeka. Katika muda huo huo Mwenyezi Mungu akamjalia kupata njia ya kuwasiliana na jumuiya ya Ahmadia Urusi, na hapo Marcel Saheb anaendelea kupata majibu ya maswali yake. Kijana huyu anasema kwamba nilijaribu sana kuelewa Islam katika sehemu mbalimbali, lakini Uislamu wa kweli nimeukuta katika Ahmadiyat. Hivyo kijana huyo akafanya bayati. Mbashiri mkuu wa Ufilipino anasema kwamba katika nchi yetu kwenye kisiwa kimoja bayat 169 zimepatikana, na walifanya bayati. Katika watu hawa kuna mwalimu mkuu wa shule moja na maimamu 2, na pia kuna maimamu 4 wa misikiti wamekusha fanya bayat na wamekuwa Wahamadia. Imamu moja Haji Isa Saheb anasema kwamba huyu ni imamu wa misikiti na msikiti huu sasa ni wa Ahmadia, na rafiki moja ametoa uwanja kwa ajili ya kujenga mission house, na tuna mpango wa kujenga mission house mwaka huu ili mwalimu aweze kupelekwa huko. Imam sahab huyo anajitolea sana, sio maana kwamba anachukua hela au anapokea hela. Ana duka lake, anafanya biashara na anajitolea sana. Siku moja imamu huyo akasema kwamba nilikuwa nimejitolea, nilikuwa nimetoa 500 pisu, na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuimarisha imani yangu siku ijayo akanipatia hela 100,000 pisu kama kipato kutoka sehemu fulani. Mwenyezi Mungu mwenyewe jinsi anavyo waongoza watu wenye tabia njema. Mbashiri wa mkoa wa Sakaso wa Mali anaandika kwamba Marwan Kolibali Saheb alikuja kwenye mission house na akasema kwamba anataka kufanya bayat. Akaniambia kwamba yeye alikuwa akisikiliza vipindi vya redio ya Ahmadia kwa shauku na alikuwa amerizika juu ya mambo mengi ya jamaat, lakini moyo wake ulikuwa haukubali kufanya bayat. Anasema kwamba jana wakati wa kusikiliza vipindi vya redio nikalala kidogo, nikaona kwenye ndoto kwamba katika mbingu kuna mwezi unaongaa na katika mwezi kuna picha ya watu 2. Picha moja ni kubwa, nyingine ni ndogo, na watoto waliosimama karibu wanapiga kelele wakisema kwamba huyu ni Imam Mahdi alayhi salam na picha ya khalifa wake na yeye amekuja. Marwan Saheb anasema kwamba kisha nikamuuliza mzee mmoja katika ndoto kwamba je, wewe pia unaona picha ile? Mtu huyo akasema kwamba hapana, lakini anasema moyo wangu ukapata utulivu kwamba Ahmadiyat ni jumuiya ya kweli ambayo inatangaza kuhusu ujio wa Imam Mahdi. Ye alipoona picha ya Islam na picha za makhalifa akaitambua picha kubwa ya Islam na pia ilikuwa picha yangu, na akasema kwamba hayo ndio niliona katika ndoto. Amir Saheb wa Hispania anaandika kwamba
carlos saheb amefanya baiati mwaka huu. Alikuwa amesilimu hapo kabla na alikuwa amepewa jina la abdussalam. Ye akamwona hatmasihi maula islam katika ndoto, na hatmasihi salam anamwambia kwamba njoo kwenye amani. Baada ya kuona ndoto ile, siku moja mke wake alipokuwa anamwonyesha kitu fulani kwenye mtandao, akaona picha ya hatmasihi maula islam na akasema kwamba huyu ndiye mtu ambaye alikuwa akiniita kwenye amani. Hapo akaanza kufanya tahqiq kuhusu ahmadiyat, na baada ya siku chache akamwona tena hatmasihi waislam ambaye akasema kwamba mimi ni imam mahdi na masih. Moyo wake ulikuwa umekubali ahmadiyat baada ya kuona ndoto ile, lakini alikuwa hakufanya bayat na akaendeleza tahqiq. Kwa mara ya tatu akamwona mslam na mslam alikuwa na hasira juu ya uso wake. Hapo akawasiliana na jamaat na akafanya bayati. Japokuwa wanajumuia wapya wanapingwa vikali na wapinzani, lakini hata hivyo jinsi wanavyoonyesha imani iliyo madhubuti. mtu mmoja wa burkina faso mahdiabad nasir said vipika saheb anasema kwamba watu wengi wa kijiji changu walipokubali ahmadiyat, binamu yangu moja anaishi saudi arab akavumilia matumizi yetu yote na akatuita nchini saudia na akitutembeza kwenye khana kaba akasema kwamba sehemu hizi ni tukufu za islam ilikuwa imeanza hapa na si kutoka pakistan, hivyo mushike itikadi ya kiwahabi na mwache ahmadia. Nikasema kwamba je, ulikuwa umetuita hapa ili tufanye hivyo? ya akasema kwamba ndio. Mimi nikasema kwamba mimi nafanya dua nikisimama kwenye kivuli cha sehemu hiyo tukufu, kwamba katika maisha yangu nisipate nafasi kwamba nilazimike kuacha ahmadia. Anasema nikafanya dua hiyo kwamba mwenyezi mungu anipatie mauti na nisipate siku kwamba niache imani. Anasema kwamba kisha nikaja burkina faso na kilichotokea ni kwamba binamu yangu akaja burkina faso ili kukutana na jamaa zake, na alhaji ibrahim saheb akamhubiri na kijana huyo yani binamu huyo akawa ahmadia. Anasema kwamba aliyetaka kutuwinda akawindwa na ahmadiyat. Kisha kuonyesha uimara katika upinzani, amir saheb wa burkina faso anaeleza kwamba mwalimu wa mkoa wa dori umar diko saheb anasema siku moja kundi moja la kiwahabi wakaja katika nyumba yake na wakamwambia niache ahmadiyat na wakanipatia vitisho kwamba la sivyo tutakuua. umadiko akasema kwamba muni uwe tu, lakini siwezi kuacha ahmadiyat na nitaendelea kufanya mahubiri vile vile. Hapo wakakasirika na wakaondoka. Siku ijayo watu wengine wakaja katika nyumba yangu na silaha. Hapo ndugu wa ahmadia wakampatia ushauri kwamba uende dori. Mwalimu saheb akaendelea kufanya dua usiku ule na mwenyezi mungu akamwomba mungu amwongoze. Mwalimu saheb akamwona mtu mmoja katika ndoto aitwa ismail ambaye akasema kwamba ewe omar unakwenda wapi? Mwalimu akasema naenda dori. ye akasema kwamba sawa. Baada ya kuona ndoto ile mwalimu saheb asubuhi ijayo akahamia na mtu mmoja mwenye bajaji akamfikisha huku kwa usalama. Na baada ya kufika dori mke wake akampigia simu kwamba magaidi wamekuja na silaha na wanakutafuta. Hivyo mwenyezi mungu alimwokoa. Mkazi mmoja wa kijiji cha osun state ya nigeria badr adrimi saheb alipata bahati ya kujiunga na ahmadiyat. mtu huyo ni mkulima na kabla ya kujiunga na ahmadiyat alikuwa mjumbe wa kundi moja la kijiji ambalo ni adui wa jamaati yetu. Anasema kwamba mbashiri wa jumuiya ya ahmadia aliniambia kuhusu jumuiya.
hapo nikapata shauku ya kujua zaidi kuhusu ahmadia. baada ya kufanya tahkik nikakubali ahmadiyat. baada ya kufanya bayat nikaona upinzani mkali na watu wa kijiji. anasema nikaambiwa kwamba usipoacha ahmadia katika miezi mitatu basi tutabomoa nyumba yako. nikapata huzuni kubwa sana. siku moja nikaenda shambani kufanya kazi, tufani kali ikatokea. anasema nilikuwa na yakini kwamba nitakaporejea nyumbani nyumba yangu itakuwa imekwisha bomoka, lakini ilipofika nyumbani nikaona nyumba zote zimekwisha bomoka. takriban nyumba 50 zilikuwa zimesha bomoka na paa zao zilikuwa zimeondoka na zikawa kama magofu. hapo nikakumbuka jambo la wapinzani kwamba kwa kuwa umekubali ahmadiyat, hivyo siku moja utakaporejea nyumbani utaikuta nyumba yako itakuwa imekwisha bomoka. nikafanya dua kwamba e allah, kama hii ni jamaat yako na masihi maula islam ni mahdi maud na masihi maud ambaye bishara zake zilikuwa zimetolewa na mtume saa salam, basi nyumba yangu usiache ibomoke. nilipoingia nyumbani na mvua ikasimama, nikaona kwamba kila chumba kilikuwa salama na nilikuwa sikupata hasara yoyote, ila hali nyumba nyingi zilikuwa zimekusha bomoka. hapo nikapata imani imara juu ya ukweli ahmadia na nikawa na yakini kwamba hii ndiyo jamaat ya mwenyezi mungu. katika nchi mbalimbali za dunia mwenyezi mungu anaendelea kuonyesha vitu hivi na tunaona misaada ya allah pamoja na masihi maud alahsatu wassalam ambaye alitupatia mafundisho kweli ya uislam, na hiyo ni dalili kubwa ya ukweli wa jumuiya ya uislamu wa ahmadia. na vitu hivi na mambo hayo yanaimarisha imani ya watu. mwenyezi mungu aifungue macho ya dunia na pia awajalie wawe na imani na yakini. sasa ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu, lakini ningependa kusema ya kwamba katika siku hizi janga la korona linaendelea kusambaa tena, hivyo wahmadia na watu wote wanatakiwa kuchukua tahadhari kuhusu marehemu. marehemu wa kwanza ni bi amatul hadi sahiba, mke wa mheshimiwa pir ziauddin sahib. huyo alikuwa binti wa dr mir muhammad ismail sahib. akiwa na umri wa miaka 92 amefariki dunia katika siku ya majuzi. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. mtoto wake mmoja pir shabir ahmad ni naib amir wa islamabad, na mwingine ni brigadier dabir ahmad ambaye ni mkurugenzi mkuu wa fazlimur hospital. alikuwa ametoa wakf baada ya kustaafu. pia ana mabinti wawili. mwana wake ameandika ya kwamba sisi daima tumemwona na tulimwona mama yetu akiswali swala bila kukosa na kusoma Qurani tukufu bila kukosa, na alikuwa mwenye kutoa michango bila kukosa na kuangalia mta ilikuwa shughuli zake. alikuwa akishiriki katika vipindi vyote vya jamaat, mipango yote ya jamaat. alikuwa mtoa mchango wa daftar awal wa tahrika jadid. mwaka 1971 vita ilipotokea baina ya india na pakistan, mume wake brigadier ziauddin saheb alikuwa katika mashiriki pakistan ambayo saizi ni bangladesh. huku akaishi kwa muda mrefu. pir dabir saheb anasema kwamba mama yangu na dada yangu pia walikuwa pale pale. baada ya muda baba akawatuma mama na dada yetu, lakini mama alikuwa na huzuni, lakini hakuwahi kutuambia kuhusu wasiwasi zake, bali alikuwa akitutia moyo. na baada ya miezi 6 brigadier saheb akarejea kutoka huko. daima alikuwa akitusihi kwamba wakati wa idi muwajali watu maskini, muwapatie zawadi ya idi. katika humanity first alikuwa akituma mchango mkubwa mara 2 kwa mwaka. dr nur saheb pia ameeleza, na pia kwa ajili ya kuchimba visima na bomba la maji
kwa ajili ya kuwasomesha watoto maskini, kwa ajili ya kuwalisha watu maskini alikuwa akifanya mpango. Binti yake amatul kabir talat anasema kwamba alikuwa akisoma Qur'an tukufu kwa sauti ya juu na alikuwa hamtetei yeyote, alikuwa anawakataza wote kufanya hivyo. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, alikuwa akiona mta na kusikiliza hutuba, na alikuwa anatusihi na kutufahamisha kwamba kusoma vitabu vya jamaat kuna faida kubwa. alikuwa na shauku sana ya kusoma, daima kulikuwa na vitabu kwenye kitanda chake na alikuwa anavisoma bila kukosa. mjukuu wake anasema kwamba kila tulipokuwa tukihifadhi sura mpya ya Qur'an tukufu alikuwa akitupatia zawadi na kututia moyo. anasema nakumbuka kwamba baada ya swala ya alfajiri alikuwa akifanya tasbih na maombi kwa muda mrefu, na pia alikuwa akinisihi. baada ya kujiandaa asubuhi alikuwa akisoma Qur'an tukufu na tafsiri yake na hadikatu salihin na ruhani khazain, kisha alikuwa akila chakula cha asubuhi. Mwenyezi Mungu amghufirie na ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake kushika mema yake. marehemu anayefuata ni mheshimiwa Sakib Kamran Sahib ambaye alikuwa wakfe zindagi na alikuwa naib wakil Sami Basri katika siku hizi, ambaye akiwa na umri wa miaka 42 alifariki dunia. sawa na rai ya madaktari, wanasema kwamba amepata food poisoning. Lakini shida nyingine iliyotokea ni kwamba takriban dakika 45 kabla ya kifo cha Sakib Sahib, mtoto wake Arif Kamran ye pia amekula chakula kile kile naye pia akafariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. babu wa baba ya Sakib Kamran Sahib Haj Chaudhry Maula Bakhsh Sahib Talwandi Jumla wilaya Gurdaspur alikuwa amefanya bayat al-Masih Maud alayhi wassalam. Kamran Sahib akatoa wakf na akaingia katika jamia na kisha akamaliza na akapata shahada ya shahid na kisha akaendelea kuitumikia jamaa katika sehemu mbalimbali. Mungu akamjalia binti moja na watoto wawili wa kiume. Rumesa Kashfa ana umri ya miaka 17 na Ghalib Kamran ana umri ya miaka 13 na mtoto wa tatu ambaye alifariki dunia pamoja naye. Familia zima ilikuwa imeugua na wengine Mungu akawanusuru. baada ya kumaliza jamia, baada ya kufaulu jamia, akateguliwa katika Nazar Islah Rashad Mukami, kisha akachaguliwa ili kufanya specialization katika mada ya hadisi. kisha chini ya Wakalat Talim Tahrik Jadid akapelekwa nchini Syria ili kujifunza lugha ya Kiarabu zaidi, lakini kwa sababu ya hali fulani akarejea tena. kisha Disemba 2018 studio ya Tahrik Jadid ilipoanza, basi marehemu akateuliwa kama naibu wakil Sami Basri Tahrik Jadid na akaendelea kuitumikia jamaat juu ya wazifa huo hadi kifo chake. Mwenyezi Mungu akamjalia kuitumikia jamaat kwa miaka 18. mama yake Sadika Begum Sahiba anasema kwamba Kamran alikuwa amezaliwa kabla ya mpango wa wakfe nao, hivyo akapeleka ombi kwa Khalifa Msih Rabe kwamba watoto wake wawili wadogo wakubaliwe katika mpango wa wakfe nao. Khalifa mtukufu waine akakubali ombi lake na akawaingiza katika mpango wa wakfe nao. Mke wake anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mwema sana, siwezi kueleza katika maneno. alikuwa mwenye kuswali swala kwa uangalizi mkubwa, mwenye kupenda ukhalifa, mwenye kutunza amana za jamaati, na alikuwa mwenye kupenda jamaa zake. alikuwa mwenye kuwajali wote. alikuwa akimjali kila mtu, alikuwa anawajali watu wote wa jumuiya, na daima alikuwa akifanya juhudi kwamba aweze kuwalea watoto wake kwa njia nzuri. mama yake pia ameandika kwamba sawa na amri ya Qur'an tukufu kwamba msiseme mbele ya wazazi wenu, hakuwahi kusema au kuongea kwa sauti ya juu mbele yetu.
alikuwa mwenye kutunza siri za wengine na kutunza siri za kiofisi. Mke wake anasema kwamba saa nyingine tulikuwa tukisikia kutoka nje na tulikuwa tunamuuliza kwamba je, jambo hili imetokea. Alikuwa anasema kwamba hiyo ni amana, hivyo siwezi kukuambia. Alikuwa na swala kwa uangalizi mkubwa, na kwa pamoja alikuwa akiwasihi watoto, na daima alikuwa anafanya juhudi kwamba awajali watoto wake na awatimizie mahitaji yao. Alikuwa na unyofu katika uhusiano wote. Binti yake Romisa anasema kwamba baba yangu alikuwa mnyenyekevu, mwenye kuwajali, mwenye busara, mtiifu na mwenye kuswali sala ya tahajud. Alikuwa na njia ya ajabu ya kufanya malezi. Alikuwa akitufahamisha kwa ishara ya jicho lake, na daima alikuwa na wasiwasi kuhusu malezi yetu. Alikuwa anatuambia kwamba nini ni wakfe nao, hivyo lazima muzingatie hilo. Nilikuwa naamuliza mambo mengi na yeye alikuwa akinipa majibu yote bila shida yoyote. Rohane Masaheb, mbashiri wa jumuiya ambaye siku hizi ametiwa ndani na serikali, anasema nikapata bahati ya kuitumikia jamaat chini ya uangalizi wake. Daima akaniongoza kama rafiki hamim, na alikuwa na vipaji vingi. Alikuwa mtumishi mkweli wa jamaat na alikuwa na sifa ya ukarimu na huruma kwa watu. Zomesema mufanye dua kwa ajili ya asiran, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kupata uhuru, na Mwenyezi Mungu amghufirie marehemu na amrehemu na ampandishe katika daraja, na awajalie watoto wake, mke wake na mama yake subira na utulivu, na awajalie watoto wake waweze kushika mema yake. Marehemu anayefuata ni Profesa Dr. Muhammad Ishaq Dauda Saheb wa Kotonu, Benin, ambaye akiwa na umri miaka 60 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alitokana na familia ya Dauda ya Benin, na ndio watu wa kwanza waliojiunga na Ahmadiyya. Mwanahamadiya wa kwanza wa Benin, bwana Zakrullah Saheb, alikuwa baba yake mkubwa, na baba yake Isa Daud Saheb akaendelea kuitumikia jamaat kama naib amir. Mwaka 1980 marehemu alipokuwa mwanafunzi, kwa sababu ya mahubiri ya Zikrullah Daud Saheb akakubali Ahmadiyat. Baada ya kukubali Ahmadiyat akaendelea kuwahubiri wazazi wake pamoja na baba yake mkubwa, na baada ya muda, kwa sababu ya mahubiri yake, baba yake na mama yake pia wakajiunga na Ahmadiyya. Mwaka 2022 akapata digri ya PhD katika zoology kutoka chuo cha Senegal, na kisha akarejea Benin na akateuliwa katika chuo cha Parako kama profesa. Kwa sababu ya kipaji chake alikuwa anashiriki katika mikutano mingi ya kinchi na kimataifa. Akapata bahati ya kuitumikia jamaat kama Sadr Khudamul Ahmadiyya. Alikuwa amefanya wasia alipokuwa mwanafunzi. Hivyo huyu alikuwa musi wa kwanza kutoka nchi ya Benin. Mke wake Rehana Daud Saheba ambaye ni katibu wa malezi wa lajna anasema kwamba mimi baada ya kuolewa nikajiunga na Ahmadiyya kwa sababu ya mahubiri ya mume wangu. Ye akanifundisha sana Qur'an na Qur'an tukufu. Marehemu alikuwa mtu mwema sana, mwenye kuwajali watu maskini. Daima alikuwa tayari kuitumikia jamaat. Alikuwa anaswali tahajjud bila kukosa. Alikuwa akinisihi na alikuwa anasema kwamba usome Qur'an tukufu katika nyumba ili rehema za Allah zishuke katika nyumba yetu. Anasema kwamba marehemu alipoteuliwa juu ya wazifa wa naib din, siku moja mwanamke moja akaja huku akilia na akasema, binti yangu anafeli, yani anashindwa, hivyo tafadhali umsaidie ili afaulu. Asipofaulu basi mume wangu hatatoa adha na pia atampiga. Na akaja na hela nyingi kama rushwa. Huyu akasema kwamba mimi ni Ahmadiyya, siwezi kukubali rushwa.
na wewe uweke hela hiyo kwako na utoe ada, na kama utapata shida au mapungufu nitakupatia zaidi. Lakini mwanamke huyo akaacha hela pale pale. Mke wake akamwambia kwamba hela hiyo ipo. Marehemu akachukua hela na akaenda kwa accountant, akamwambia mwanamke huyo kwamba nani amekwambia kuhusu nyumba yangu? Ye akasema kwamba accountant ameniambia. Marehemu akaenda kwa accountant na akamwambia kwamba umrudishie mama huyo hela yake. Akaitisha kikao na akaweka mbele yao swala lote na akawaambia. Hapo maprofesa wote walikuwa wamekusanyika. Wao wakasema kwamba mama huyo alikuwa ameleta 3 franc na hiyo ni 1.5. Yani accountant alikuwa amechukua hela kutoka hela ile, na kimsingi wapinzani walikuwa na nia kwamba marehemu afukuzwe kutoka wazifa wake wa naib din na walete tuhuma juu yake kwamba amekubali rushwa, lakini hawakuweza kufanikiwa. Na baadaye watu wa chuo pia wakaeleza wazi kwamba marehemu alikuwa mtu mwaminifu sana. Daima alikuwa akiwajali wajane walio maskini wa mtaa wake, alikuwa akiwasaidia kwa namna mbalimbali na alikuwa akiwapenda watu wote. Juu ya kifo chake maprofesa wengi wa idara ya kilimo ya chuo cha Poroko walikuja kutoa salamu za rambirambi, na mkuu wa idara Dr. Ibrahim akasema kwamba marehemu alikuwa mtu mnyenyekevu na mwaminifu sana, na katika chuo alikuwa mashuhuri kwa jina la Papa Bones. Hili neno la Kifaransa maana yake ni kwamba mwenye kuwapatia wote baraka. Alikuwa akiwasaidia wote na alikuwa akimtegemea sana Mwenyezi Mungu. Ishaq Daud saheb alikuwa akimpenda sana Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam na ukhalifa. Alikuwa akifanya dua kwamba ewe Allah, hii ilikuwa hali ya mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anasema kwamba umri wa Mtume ulikuwa ni miaka 60, hivyo usinipatie umri zaidi yake. Alimwambia mbashiri moja kwamba alipoenda Ufaransa kwa ajili ya upasuaji wa moyo, alikuwa mgonjwa wa moyo, alikuwa amevaa pete ya alasala. Doktor alipotaka kuivua akasema hapana, usivue pete hii, itabaki pamoja nami hadi kifo changu, kwani hii ni fadhili ya Allah na mimi daima naikumbuka. Mukam amir na siku hizi ni mbashiri mkuu Mia Kamara anasema kwamba nilipokuwa mbashiri wa mkoa wa Parako, marehemu alipokuwa akipata mshahara alikuwa anaweka pembeni hela ya wasia, ni mchango wa wasia, na alikuwa anakuja miskitini na alikuwa anasema kwamba nikatie risiti. Daima alikuwa kitabasamu, na wakati wa shida na huzuni alikuwa anasema kwamba nafanya dua, na pia nimemwandikia Khalifatul Masih barua ya maombi, Mungu ataturahisishia. Ameacha nyuma mke na mabinti wawili na vijana wawili. Binti yake moja Maksad Dauda anafanya PhD katika kilimo, na vijana wawili Rakib Dauda na Masrur Dauda wanasoma mafunzo ya kompyuta. Mwenyezi Mungu awajalie watoto kuendeleza mema ya baba yake, na Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na amrehemu na ampandishe katika daraja. Baada ya swala inshallah nitasalisha sala yao ya jeneza. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر